Hiyo tunasema kwamba mziki ni tiba. Je, mziki ni tiba kweli? Na kama mziki ni tiba katika maeneo gani? Tuko hapa na Daktari Mtoa Dozi. Sawa, nashukuru kwa hilo. Tutazungumzia muziki au hususan unachangia kitu gani kwenye afya ya akili. Kabla ya kueleza hivyo, ningependa watu watambue kwamba jinsi ubongo wetu ulivyo, una sehemu mbili kubwa, ya kushoto na ya kulia. Kwa hiyo kuna upande ambao unafanya hizi tunasema executive function, kazi kubwa kubwa, kuandika nini, kuwaza na mawazo mengine. Kwa hiyo kama mtu anaandikia upande wa kulia, na maana hiyo kazi inafanywa na upande wa kushoto wa ubongo wake. Kwa hiyo upande mwingine wa ubongo unabaki kwa ajili ya mambo ya burudani. Kwa kwenye hayo mambo ya burudani, muziki pia upo. Kwa hiyo kwenye huu muziki watu tunapenda muziki. Muziki tunasema unaburudisha, unaelimisha, unafanya vitu mbalimbali. Kwa hiyo muziki unachangia kwenye kuleta hisia fulani kwa mtu. Kwa hiyo kuna muziki ambao ukiusikiliza unapata hisia fulani, labda hisia ya furaha, hisia ya matumaini, hisia labda ya na wewe kuhuzunika. Kuna muziki ukiusikiliza na wewe unapata hisia ya kuhuzunika. Kuna muziki ukiusikiliza unakufanya uinuke, ucheze. Kuna muziki ukiusikiliza unasema hapana, siwezi kucheza huu muziki. Kwa hiyo kwenye muziki tunapata hisia mbalimbali. Kwa hiyo muziki ni tiba pale ambapo unaibua hisia nzuri. Kwa hiyo kuna muziki ukisikiliza unapata matumaini, unapata nguvu, kama ulikuwa unajisikia vibaya, unapata hamasa ya kufanya kazi fulani. Kwa hiyo muziki huu tunasema ni mzuri na ni tiba. Kwa sababu unaamsha, mwili unaburudika vizuri. Lakini kuna muziki ukiusikiliza unakutuma, unakuletea hisia kwamba ya kujiingiza kwenye tabia fulani hatarishi. Labda kujiingiza kwenye tabia za ngono zembe, kunywa pombe kupita kiasi, kujiingiza kwenye uvutaji wa madawa ya kulevya, hususan bangi na vitu vingine. Kwa muziki huu tunasema sio mzuri, kwa sababu utakutuma kufanya vitu ambavyo ni vya sivyo, sio vizuri kwenye jamii, sio vizuri kwako na pia sio vizuri kwa watu ambao wanakuzunguka. Ila kuna muziki ambao ni mzuri, ukiusikiliza unakutuma ukafanya vitu chanya kwenye jamii, kwako wewe mwenyewe, unakurudisha pia akili katika namna nzuri. Kwa muziki huu ni mzuri na pia ni tiba kwenye afya ya akili. Na mtu binafsi, mtu mmoja anatakiwa kusikiliza muziki mara ngapi wala hata kwa siku? Kwenye swala la kusikiliza muziki mara ngapi kwa siku, muziki hakuna muda maalum au mara ngapi ufanye. Idadi mara ngapi kwamba ukisikiliza hapa basi inatosha. Hapana, ila tunasema tu kitu kifanya too much inakuwa ni shida. Kwa muziki unausikiliza tu pale ambapo huwezi kusikiliza muda wote. Kuna muda inabidi ufanye kazi, kuna muda inabidi ukae labda na watoto, ila kuna muda labda utasikiliza muziki. Kwa muziki unaweza kusikiliza, kuna wengine wanaweza kusikiliza muda ambao anafanya kazi, sio mbaya kwa sababu unamchochea kwenye akili yake, anaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Hiyo haina shida. Kuna mwingine hataki kusikiliza muziki muda wa kazi, ila akimaliza huyu tunamshauri asikilize muziki, utamfanya relax hapo muziki. Kwa unaweza kusikiliza mara nyingi zaidi as long as au kadri ambavyo inakuchochea wewe kuendelea kufanya kazi zako vizuri na vitu vingine. Na kuna watu ambao utawakuta wanasikiliza muziki katika pitch ya juu zaidi ama katika level ya juu zaidi, na wengine ya chini kabisa. Lakini kuna mwingine utamkuta anasikiliza katika level ya kati. Sawa. Yupi anakuwa yupo sahihi? Na pengine huyu ambaye anasikiliza katika level ya juu zaidi au ya chini kabisa, inaweza kupata athari gani? Sawa. Hasa kwenye kusikiliza muziki unatoa sauti. Zile sauti sasa ndo ambazo zinaweza zikaleta uharibifu katika kufanya, aidha ufanye vizuri kwenye hicho unachokifanya au ufanye vibaya. Kwa ujumla katika hapo kwamba kwa sauti ya juu zaidi au ya chini ni nzuri zaidi. Sawa, kwa sababu ili akili itulie inahitaji vitu viwe kwenye hali ya chini. Isione kwamba kuna tension fulani. Unapoweka sauti kubwa kwenye akili na tafsiri tofauti kwamba sasa sababu kuna kitu ambacho mimi ninahitaji kukifanya. Hii ni kama upo kwenye kufanya kazi, upo unafanya kazi fulani. Ila kama upo kiburudani, hata ukiweka sauti gani, kwa sababu mwili ushaamua kwamba nitaka niburudike. Na kuburudika kimoja hapo kichocheo, labda sauti iwe kubwa. Kwenye mazingira kama hayo haina shida. Ila sasa tatizo ambalo linakuja kwenye muziki, zile sauti zinapokuwa zipo kubwa unaposikiza kwa muda mrefu, inaathiri pia na sehemu zingine kwenye miili yetu, sasa masikio. Kwa mtu anaweza akapoteza usikivu wake kwa sababu tu amesikiza muziki kwa sauti kubwa kwa muda mrefu. Kwa masikio yanapata athari, mtu anaanza kupoteza uwezo wa kusikia. Au ule uwezo unaweza kupotea moja kwa moja au akapata shida. Mfano, akizoea kusikia kwa sauti kubwa, inabidi muda wote awe anaongea kwa sauti kubwa na yeye au watu wao wanaongea naye kwa sauti kubwa. Kwa mwisho wa siku anakuwa usikivu wa kawaida unakuwa unapotea. Hii inakuwa ni hatari kwa sababu ina athari kwa sababu kuna muda atasikia sauti ndogo
sawa, atashindwa kuwasiliana na watu vizuri, kwa sababu sio muda wote tunatumia sauti kubwa. Kuna muda tunahitaji kuzungumza kwa sauti ndogo, kwa atashindwa kuwasiliana na watu vizuri. Lakini pia athari nyingine, atashindwa kujilinda, kwa sababu kuna ishara tunazipata kwa sauti ndogo sana. Kuna hatari fulani, kuna mdudu anapita hatarishi, au kuna kitu fulani. Kwa hiyo huyu mtu atashindwa kujilinda, anaweza kupata madhara mengine zaidi kutokana na watu kupoteza usikivu wake. Okay. Ndio. Kuna sisi ambao tukipatwa na stress, tukipatwa na mawazo, changamoto yoyote, tunaamua kusikiliza muziki. Sawa. Maana yake kwamba stress na muziki vinaenda sawa au haviendi sawa? Stress na muziki tunaweza kusema kwamba vinaenda sawa, lakini pia kuna muda mwingine haviendi sawa. Vinaenda sawa kwa namna ya kwamba stress unamaanisha msongo wa mawazo. Ndio, msongo wa mawazo ina maana mawazo yako vizuri. Kwa unapokuwa na msongo wa mawazo, akili inakuwa haijatulia. Ina vitu vingi vya kuviamua ambavyo haviwezi kuviamua kwa wakati huo kwa usahihi. Kwa hiyo muziki unakuja kwamba sasa nataka nisikilize muziki ili akili ipate kutulia. Initoe kwenye ile hali ya tension ili nijue kwamba sasa wazo lipi ni zuri, akili yangu itulie. Kwa hiyo kwa namna hiyo inakuwa ni jambo zuri. Okay. Lakini pia kama utasikiliza muziki sawa kwa muda mrefu, au ambao huo muziki ukawa na uchochea sasa uanze kufanya vitu vingine, kuingia kwenye tabia hatarishi, muziki wa namna hii utakufanya sasa pia utafute tatizo la msongo wa mawazo, kwa sababu utakuwa kwenye stress nyingine kutokana na kile ambacho umekisikiliza kwenye muziki na akili yako imekipenda nataka ikifanye. Ndio. Kuna rika mbalimbali kwenye jamii zetu. Ndio. Kuna mtoto mdogo, kuna vijana saizi ya kati, alafu kuna wazee. Kuna wazee pia. Yupi anatakiwa kusikiliza muziki hasa? Kwa sababu tumekuwa tukishuhudia leo hii kwenye jamii yetu, watoto wadogo wanasikilizishwa muziki, pengine kwa sauti kubwa au sauti tu ya kati. Sawa. Je, inakuwa ni sahihi kwa watoto wadogo hao kusikilizisha muziki? Sawa, muziki tunasema muziki ni kitu kizuri. Muziki ni sauti ambazo zimepangiliwa. Kwa ile mpangilio wa sauti kwenye masikio unaleta hisia fulani na burudani. Kwa muziki ni mzuri kwa watu wote. Kuanzia mdogo kabisa, hata mtoto mchanga ambaye amezaliwa leo, muziki ni mzuri kwake. Ndio maana wamama wakiwa wanalea wao wanaimbia watoto wao. Kwa muziki ni mzuri kuanzia mtoto mchanga kabisa mpaka mzee kabisa wa mwisho. Muziki ni mzuri. Kwamba sasa wasikilize vipi au kwa maazi gani? Waga hata kwa watoto wadogo watu tunachagua muziki mzuri, tunaimba nyimbo nzuri za kumfurahisha. Kwa hiyo tunahitaji muziki wa namna hiyo unapozungumzia lika la watoto wadogo. Muziki ambao unamjenga, akili yake inakuwa inasikiliza, anajua kumbe natakiwa nifanye hivi na hivi, anaburudika. Hivyo pia kwa wazee. Ndio maana kila mtu anasema nyimbo hii bwana si hizi nyimbo mbaya, sitaki kusikiliza bwana hizi. Nyimbo gani mnaniwekea hizi? Ndio, ila mwingine akisikiza hivi, nafsi yake inatulia na relax. Kwa muziki ni mzuri kwa ujumla. Kiufupi kwamba tusikilize muziki kulingana na mazingira ambayo tupo, sio? Ni sahihi. Sisi tunakushukuru sana. Pengine kwa mtu ambaye anahitaji sasa kukufahamu. Ndio. Karibu kwa majina. Sawa, kwa majina mimi naitwa Charles Mangoloki, ni daktari mwanafunzi kutoka Chuo cha Afya Bugando. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.